Asante. Kwa majina anaitwa Speciosa Meekness Oure, ni manager TRA mkoa wa Njombe. Katika kuelekea katika shamra na sherehe za sikukuu ya wanawake ambao kilele chake ni tarehe 8 mwezi wa 3 kwa mwaka huu 2026, sisi kama TRA mkoa wa Njombe tunashiriki kikamilifu kabisa kusherehekea sherehe hii ya sikukuu ya wanawake duniani. Tunasherehekea pamoja na wanawake wenzetu wa Njombe, wakiwemo wamama wa taasisi mbalimbali, wakiwemo wafanyabiashara wanawake ambao ndio wengi zaidi, wakiwemo wamama wa nyumbani, wafanyabiashara wadogo kabisa ambao tunatakiwa tuwakuze, na makundi mengine mbalimbali ya wanawake wakiwemo viongozi. Naitwa Jacqueline John Wela, ni meneja wa Glory Hotel Johnson Hall inayopatikana mkoani Njombe. Kuelekea tarehe 8 mwezi wa 3 ambao ni sikukuu ya wanawake, napenda kukumbusha wanawake wenzangu kulipa kodi kwa wakati na kusajili biashara zao. Mimi ni mmoja ambaye nimesajili biashara zangu TRA. Pia napenda kuwashukuru TRA ofisi kuu ya Njombe kwa huduma nzuri wanaotupatia na kushirikiana pamoja nasi katika kila changamoto. Naitwa Winifrida Mtewele, ni msimamizi wa kitengo cha fedha kwa St. Nathan Mtewele Hospital. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, napenda kuwahamasisha wanawake wote, lakini pia wafanyabiashara tuendelee kulipa kodi na tuendelee kuchapa kazi. Kuna changamoto zote ambazo labda unaziona ziko kwa TRA hususan kwa kundi hili la wanawake ambao wanasherehekea siku yao? Hapana, kiukweli tunapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa TRA. Kwa hiyo tunawahamasisha wanawake wengine wafanyabiashara pale wanapopata na changamoto zozote waweze kuwasiliana na TRA. Wana msaada mkubwa sana katika hatua zote zinazohusiana na biashara zetu. Jina naitwa Zaina Peter Mwamsangu, ni mfanyabiashara hapa Njombe mjini, nauza viatu kama mnavyoona hapa. Tuambie, kuelekea siku ya wanawake duniani, unashauri nini wanawake juu ya kulipa kodi kwa wakati, lakini vile vile kujisajili kupata TIN namba bure? Na washauri wanawake zangu wafuate taratibu za biashara, hasa katika hizi ujasiriamali, uwe mdogo au mkubwa. Hakikisha unafuata utaratibu, unaonana na watu hasa wa TIN namba, maana TIN namba zinatolewa bure kabisa. Pia hakikisha unafuata utaratibu wa kuonana na watu wa TRA. Utajikuta unafanya biashara kwa uhuru, maana wanawake tulishasema 50 kwa 50. Basi tuhakikishe hizi 50 tunazitendea haki, tunafuata zile taratibu ambazo serikali imetuagiza. Tusiseme tu 50 kwa 50 wakati hatufuati ule utaratibu ambao serikali imeagiza. Watu wa TRA ni watu wazuri sana. Kama ukifuata taratibu wao wanavyosema, basi biashara yako hutafanya kwa misukosuko. Utafanya biashara kwa uweledi kabisa, kwa uaminifu kabisa, na wengine wataweza kujifunza kupitia sisi wanawake. Hata kuna wanaume wengine wanayumba katika biashara, lakini sisi wanawake tukisimama, pia kuna wanaume wanaweza kujifunza kupitia sisi wanawake jinsi tunavyokuwa strong katika biashara zetu. Hivyo na wawasa wanawake wote kuhakikisha wanafuata taratibu, kuhakikisha wanapambana kulea familia zao, maana si jukumu la wanaume peke yao kuhakikisha familia inasoma, inakula. Hili ni jukumu la sisi wote kuhakikisha tunapambana katika kulea familia zetu. Jina naitwa Lucky Lauter Mbwilo, ni mfanyabiashara mkoa wa Njombe. Tunapoelekea katika kipindi cha kuadhimisha siku ya wanawake duniani tarehe 8 Machi, ningependa kuendelea kuwahimiza wanawake kuendelea kulipa kodi ili kuweza kuongeza mapato ya taifa. Ningependa kuwashauri wanawake wenzangu na wafanyabiashara wengine, wakipata changamoto yoyote ya kodi wafuate TRA, watawasaidia. Kwa kiasi gani wewe pia wamekuwa wakikusaidia? Mara nyingi nilikuwa na changamoto, lakini wamenisaidia katika biashara zangu. Na biashara zako zinaendaje? Zinaenda vizuri. TRA tutakuwepo kushirikiana pamoja na wanawake wenzetu. Kwa nini tunashirikiana na wanawake wenzetu? Tunajua kabisa wanawake ni kundi kubwa kabisa ambalo linatupatia kodi katika mkoa wa Njombe.
tukiangalia idadi ya wafanyabiashara ya wanawake na wanaume, wanawake ni wengi zaidi. Lakini hata kwenye shughuli nyingine za kiuchumi ambazo si rasmi, bado wanawake ni wengi ukilinganisha na wanaume. Hata tukienda huko, kwa sababu mkoa wetu sana sana tunafanya shughuli za kilimo, huko kwenye kilimo wengi ni wanawake. Wanaolima viazi ni wanawake wengi. Ukienda kwenye wanaolima parachichi utakuta wamama wako wengi. Ukienda kwa wanaolima chai, kila sekta wanawake wamekuwa ni wengi.